Lakini niliona nishirikishe jambo hili tena kuhusu Roho Mtakatifu, kuhusu ubatizo wa Roho Mtakatifu. Na nilisema hapa kipindi kilichopita, watumishi wengi wa Mungu waliosimama hapa walizungumzia sana kuhusu nguvu au ujazo wa Roho Mtakatifu katika maisha ya kila mtu anayesema ameokoka. Ndugu zangu, nakwambia kweli, kama mhubiri ninayo mengi ya kusema, lakini hili niliona linakuja kwa nguvu na likapita yale mengine yote. Kama kanisa la Mungu na kama watakatifu, lakini kama watumishi wa Mungu, kwa sababu tuko duniani kwa kusudi la kumtumikia Mungu. Kuna utumishi ambao wakati mwingine hauonekani, lakini kuna ule ambao tunaweza kuuona. Utumishi wa aina iwayo yote unahitaji Roho Mtakatifu jamani. Sisi kanisa la Kipentekoste, sisi hatuitwi kanisa la Kipentekoste kama jina au kama dini. Ni kwa sababu Roho Mtakatifu yupo. Jamani, ni sawa? Amen. Mungu atusaidie. Amen. Kila mtu anayeitwa mwamini wa kanisa la Kipentekoste mahali popote, hii ni kusema Pentekoste ipo leo na sasa hivi. Pentekoste haikuwepo zamani zile, sasa hivi hayupo kama wengine wanavyoamini. Ninawashukuru wale waliokuwepo ibada ya kwanza. Nilikuwa na limit ya kuzungumza Kiingereza. Lakini sasa nitasema hata yale mengine ambayo sikusema. Haleluya. Amen. Bwana Yesu Kristo apewe sifa sana. Ndugu zangu, mimi nawaomba tu, tutamaandiko mengi hapa hata hatuwezi kuyasoma yote. Na nitatumia muda sio mwingi unaozidi, nitatumia muda usiozidi dakika 40 zikizidi sana 45. Lakini ninachosema ni hiki kwamba Mungu anatutaka sisi sote kwamba tutilie maanani jambo hili. Unafahamu kabisa huna Roho Mtakatifu. Unangoja mchungaji aje akuvisha umweshe Roho Mtakatifu? Anayebatiza watu katika Roho Mtakatifu ni Yesu Kristo mwenyewe. Mungu amesimama na hilo jambo na anampa kila mmoja ambaye anaonesha kuhitaji. Hatuwezi kumwelezea Roho Mtakatifu, hatuwezi kumtafsiri Roho Mtakatifu na kazi yake katika maisha ya kila muamini. Lakini nafasi na kazi ya Roho Mtakatifu ni kubwa sana katika maisha yetu. Kama Biblia inasema, Roho Mtakatifu tusaidia udhaifu wetu. Hakuna hata mmoja anaweza akasema kwamba ana udhaifu. Tumepungukiwa. Tunamhitaji Mungu siku na mchana, kila saa na kila wakati. Katika kitabu cha Yoeli sura ya 2 mstari 28 na 29 ilielezea pale tulisoma awali tuliopata nafasi ya kusoma. Lakini inazungumzia kuhusu Roho Mtakatifu. Ningeliomba tusome wote hiyo kitabu cha Yoeli sura ya 2. Ni mistari ambayo kwa tunasomewa tu kila wakati na tunayo, lakini inahusu jinsi ambavyo Mungu aliona umuhimu, na ni muhimu kabisa kweli. Yoeli sura ya 2 mstari wa 28 na 29. Kama utapata unisaidia kusoma, wewe unayeweza kuona vizuri, nisaidie kusoma. Baada ya hapo, huo wakati ambao Mungu alikusudia, anasema atamwaga. Ndugu zangu, Roho Mtakatifu yuko duniani sasa. Roho Mtakatifu amemwagwa. Kitu ambacho kimenipelekea kusema kuleta ujumbe huu ni kwamba ile hali ya kutotilia maanani maneno ya Mungu yanayotujia kila siku kila wakati, namna ile ya kukubali kuendelea kuishi nasikiliza maneno ya Mungu, halafu baada ya pale hatuchukui hatua yoyote. Na jambo hili limeonekana kama la kawaida tu, kuendelea kusikia, lakini hakuna hatua tunaweza kuchukua. Na hili litatuletea hatari, ndugu wa Kristo wenzangu. Litatuletea hatari kwa sababu katika kitabu cha Warumi sura ya 8 Biblia inasema asiyekuwa na huyo Roho wa Kristo, huyo sio nini? Sio wake. Nini kinathibitisha mtu amepokea kipawa cha Roho Mtakatifu? Ni ile ishara ya kunena. Sawa, Mungu alikusaidia ukapokea Roho Mtakatifu kwa maana
kumwamini Yesu Kristo. Hata hivi uko hapa ni kwa sababu tu unampenda Mungu na unapenda kufanya yale Mungu anataka. Sasa hutaweza kufanya kitu kama Mungu hapo katikati yako, hayuko ndani yako. Kwa hiyo katika hayo niliyofikiri na kutafakari rohoni mwangu na hayo mengine yote, kama unaitwa mwaminio, mtu ambaye unamsubiri Yesu Kristo kuja kumchukua, wala usione jambo hili kama ni jambo la kawaida na dogo kabisa hata kidogo. Wewe unaitwa mwaminio, maana yake mtu uliyemwamini Yesu Kristo. Maana yake mtu ambaye umempa Yesu nafasi katika maisha yako. Ni shauku, ni furaha ya Mungu kuona ya kwamba unajali kipawa hiki cha Roho Mtakatifu ambacho Mungu ametuzawadia. Ni zawadi kubwa isiyo na mfano wake. Tulisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 7 mstari wa 55. Biblia inatuambia hili kipindi hicho cha wakati wake alijaa Roho Mtakatifu. Hata wakati changamoto ilipotokea ya upinzani kwa habari ya neno la Mungu, Roho Mtakatifu alikuwa amemfunika na nguvu za Mungu zimemfunika. Hili ni hitaji la kanisa lote duniani. Hitaji la kila mtu anayesema yeye ameokoka na anaitwa mwaminio. Unaonaje? Sasa habari hizi zinatujia kila mara, kila wakati, na wewe mwenyewe ndio huyo ambaye upo na unasikia, na kwa kweli una ushahidi ndani ya roho yako kwamba Roho Mtakatifu ndio, kwa sababu ile kumwamini Yesu, lakini ile ishara ya kunena haipo. Ile ishara ya kunena kuonesha kwamba wewe umempokea Yesu, yuko ndani yako, na pia ni jambo lenye uendelevu. Ni jambo endelevu katika maisha yako. Hilo jambo ni kama vile halipo. Mimi wakati wenzangu mtumishi wa Mungu Hano akiaga kwenda, mimi nilienda Tanga. Na nilikuwa na semina ya viongozi na watumishi pale walikusanyika kadhaa, tukawa tuna nafasi ya kujifunza maneno ya Mungu, lakini nilipotoka nilienda kufundisha. Na nakwambia siku hiyo ya Roho Mtakatifu ambayo ilikuwa ni siku ya kuhitimisha, hata nilishindwa kwa sababu hili jambo la kukumbuka. Hata mimi naheshimu sana hawa ambao wanajali swala la kutoa nafasi ya kukumbuka ujio wa Roho Mtakatifu duniani. Hapo mahali nilihudumu, hata nilishindwa kusema kwa ile nguvu ya Mungu ilivyokuwa kubwa. Kazi ya Roho Mtakatifu ni kuwezesha. Kazi ya Roho Mtakatifu ni kurahisisha. Kazi ya Roho Mtakatifu ni kusaidia. Kuna mambo hatuwezi kwa nguvu zetu na kwa akili zetu. Hili ni hitaji ambalo hata Yesu mwenyewe akwenda kuhubiri hakufanya chochote mpaka Roho Mtakatifu alipokuja juu yake. Si jamani, ni kweli hiyo? Bwana Yesu asifiwe, kanisa la Bwana. Katika kitabu cha Mathayo 3:16-17 tunafahamu, tunasoma mistari hiyo. Roho Mtakatifu alikuja kwa Yesu kama hua, na hatimaye Roho Mtakatifu akachukua nafasi ya kuanza kumuongoza Yesu katika maisha yake. Ndio hapa tunaona anamuongoza kwenda mlimani kwa sababu ya majaribu makubwa yaliyokuwa mbele yake, na Bwana akamtii Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu tuliyepewa na Mungu, nimesema ni zawadi ambayo hatuwezi kufananisha na kitu chochote duniani. Roho Mtakatifu ni Mungu. Roho Mtakatifu tuliyepewa kama msaidizi ni ili atusaidie sisi tuwe salama, ni ili atuwezeshe, ni ili atuongoze, atuvushe kutoka kwenye mambo mbalimbali tunayokutana nayo kwenye safari ya maisha yetu hapa duniani. Kwa hiyo ni hitaji la kanisa na kila mtu mwaminio. Usipende kuwa mtu unayependa kusikia tu Mungu akisema lakini hutaki kuchukua hatua. Kila mtu aliyoko kanisani ambaye sio mtoto yule mdogo asiyejitambua, mtu yote anayejitambua ni wajibu wake kuhakikisha kwamba hiki kipawa na kipata. Na hii ndio ishara inaonyesha wewe umebatizwa katika mwili wa Kristo. Unapomwamini Yesu Kristo umebatizwa katika mwili wa Kristo, unaitwa mwaminio, sawa. Lakini unaponena
Matendo sura ile ya 2. Nitaomba tusome ile andiko, hatukulisoma asubuhi. Lakini kitabu cha Matendo sura ya 2 kuna kitu kinachokuja hapa kizuri sana, napenda nikushirikishe hiki. Na ninakushirikisha hiki, nasema hivi: walikuwa wote mahali pamoja, wote wakiwa na lengo hili moja. Kwanza wanamtii Bwana aliyesema katika hiyo Matendo 1:8, kabla ya 4 mpaka 8 pale, aliyesema hivi: mtu asiondoke hapa kwenda mahali popote kufanya kitu chochote mpaka kwanza watakapopokea nini? Ahadi ile. Kwa hiyo wote walikuwa na lengo hili moja. Unisikilize kama mtu unayeelewa. Walikuwa na lengo moja. Jambo la kwanza, walitii. Lile likawasaidia kushikilia huo umoja wao, walitii. Halafu wote wakawa wanasubiri, na hawakujua ni kitu kitakuwa namna gani, lakini lile swala la kila mtu kutii, halafu kila mmoja kuwa katika hali ya kusubiri ni nini kitakachoenda kutokea, basi ndio Roho Mtakatifu akaja. Na ni Roho Mtakatifu anayeweza kutuunganisha sisi na kutufanya wamoja. Kila mtu anapokuja kanisani ana shauku ya kuja kumwabudu Mungu, ana shauku ya Mungu amuonekanie, ana shauku ya kumuona Mungu akidhihirika katika kanisa. Si kwamba unakuja hapa kufanya hayo, maana tunapokuja kanisani sisi tunakuja kwanza tumeiombea ibada. Hiyo mara nyingi nasemana, tumeiombea ibada yetu. Nimeomba kwa ajili ya mhubiri, nimeomba kwa ajili yangu mwenyewe, na nimeomba kwa ajili ya wenzangu. Sisi kama kuna watu wananisikia. Haleluya. Mungu atusaidie. Sio tunakuja, lakini kuna kitu nimefanya. Nimeomba kwa ajili ya mchungaji wangu, nimeomba kwa ajili ya wazee, nimeomba kwa ajili ya kanisa lote, lakini nimejiombea na mimi mwenyewe. Na nimemwomba Mungu anisaidie ninapokuja kanisani nimuone Mungu mimi kama mimi. Yaani mimi kama mimi. Ninapokuja kanisani Mungu anionekanie mimi kama mimi. Sasa kama kanisa la Mungu na wote tutakuwa na roho hiyo moja, kwamba tunapokuja kanisani tunakuja tufanye yale yaliyo wajibu wetu, lakini ni lazima tuandae ibada. Ni lazima tuandae ibada. Na ni lazima tuwe na tabia ya kuandaa ibada. Na ni lazima unapokuja usije kumuona Mungu leo muona wiki iliyopita na mwezi uliopita. Uje uonane na Mungu leo kwa jinsi nyingine. Na sio mtu analeta hiyo, ni wewe unayefanya maandalizi ya kuiombea ibada yako. Na ngoja nikwambie. Unajua, kwa yule ambaye amejifunza hii, atajua Mungu alikuwa nasi, Mungu alisikia maombi yangu. Kuna mtu anisikia ninachosema? Utajua hapa Mungu amejibu maombi yangu, kwa sababu nimemuona Mungu katikati yetu. Mungu ametembea katikati yetu. Wewe unapoondoka kwenda zako nyumbani unasema Mungu nakushukuru kwa sababu leo nilikuona, kwa sababu nimeona ukiwa pamoja nasi. Kama sisi sote tunakuwa na moyo wa namna hiyo, tunakuwa na njaa na kiu ya namna hiyo, nataka niseme hapa ni yaani hapa sijui, nasema hapa sijui panakuaje, patawaka moto hapa. Mungu atakuja katikati ya watu walio na umoja na nia na shauku moja kwa ajili ya Mungu. Mungu akiwa nasi kuna kile kitapungua. Kanisa la Mungu, Mungu atusaidie. Hakuna kitu kitapungua. Mungu akiwa nasi hakuna kitu kitapungua. Shida ni hii kwamba kama hatumpi Mungu hiyo nafasi. Sasa mimi nikasema ninaona hili ni hitaji, na hao watumishi wengi wa Mungu wanaopata nafasi ya kusimama na kusema, wanasema hatuoni ile nguvu ya Roho Mtakatifu, mwagiko wa nguvu za Roho Mtakatifu ambao ulimwagwa tangu siku zile. Na mimi nikafikiri ni hali ya ile mtu tunakuja kanisani sawa,
Na unakuja tu kama muumini mwingine yeyote wa huko duniani, alafu unakuja unakaa hapo unangoja Mungu tu akubarikie. Hauna namna yoyote ya kuonesha kwamba kuna kitu fulani ambacho na wewe unatakiwa kuwajibika, kama vile kuiombea ibada, kujiombea mwenyewe, kuombea kanisa lote. Hiyo ukiwa na roho ya namna hiyo, Mungu anakuletea ushirika. Hii sijasema kwenye English service, hii sikusema. Lakini nimesema ni hitaji. Na Yesu aliona hili ni hitaji. Na Yesu aliyekuwa na tabia ya utii na unyenyekevu kwa Mungu wake, yeye alipoona hili kwamba ni hitaji, alisubiri. Lakini kuna kitu kilikuwa kimekaa hapo mbele ambacho kimpelekea Yesu kwenda kwenye hiyo nafasi ya kwenda kupokea Roho Mtakatifu. Kitendo kile cha yeye kukubali kushuka na kwenda kubatizwa na Yohana Mbatizaji, mtu ambaye kimsingi Yohana Mbatizaji akawa mtii, akawa mnyenyekevu, na ile Mungu akamsaidia. Bwana Yesu atusaidie, kanisa la Bwana. Kanisa la Mungu lote linahitaji kujaa nguvu za Roho Mtakatifu, lote kabisa. Na kama kanisa la Mungu litajaa Roho Mtakatifu, basi mambo mengine Mungu atatusaidia, atayanyoosha. Tulisema hii ni njaa, na iwe njaa ya kila mtu aliyeokoka, ya kila mtu anayeenda kanisani, na hasa aliyeokoka, na hasa aliyempa Yesu maisha yake, iwe ni njaa yake. Unawezaje basi kupokea kipawa cha Roho Mtakatifu kilicho cha thamani sana? Nikasema kuna mambo ya kujitiisha, kuna mambo ya kujitoa, kuna namna ambayo unatakiwa kunyenyekea, halafu umuombe Mungu akusaidie. Lakini hapa tulisema kuna namna fulani ambayo ni lazima tuiendee au tuipractice hiyo. Kusema ni lazima toba, ni lazima kuwa watu wa toba na kujitakasa kila wakati. Sisi ni watu wa toba. Usiwe mtu unayependa kujihesabia haki. Hiyo ukiwa ni mtu unayependa kujihesabia haki na kuona wengine wamepungukiwa, basi utashangaa hiyo roho ya kujiinua hivyo itakupunguzia hadhi yako fulani. Tulisoma katika kitabu cha Matendo sura ya 2 sura 37 na 38 kwamba ni lazima toba. Na namna gani upokee kipawa cha Roho Mtakatifu? Basi ni lazima toba. Jamani, tuko wote hao, nimewaacha, mmeniacha. Ni lazima kutubu. Na unasema bwana, mimi nilishatubu. Ndio hii nikasema kwamba sisi hatuwezi na hatustahili kujihesabia haki. Ikiwa unamtaka Roho Mtakatifu kweli, ikiwa ni kweli unamtaka Roho Mtakatifu kweli, kuna Roho Mtakatifu kweli na kuna Roho Mtakatifu halisi. Huyu Roho Mtakatifu halisi, huyu Roho Mtakatifu wa ukweli kabisa, ikiwa unamtaka, sharti ni hili hapa: ni lazima utubu, uache kujihesabia haki, umpe Mungu nafasi kabisa kwa kumwambia Mungu, niko tayari, niko hapa, na kuomba uniondolee kila dhambi, kila hatia, kila uovu. Mnanishangaa kabisa, maana nyinyi mlishoongoka miaka ile yote. Lakini nimesema kama kanisa la Mungu tuache tu kujihesabia haki. Na kweli nikasema hatuwezi kuyafanya maneno ya Mungu kwa wimbo mzuri wa kuyasikia kila wakati, lakini hakuna hatua tunayoichukua. Hiyo haifai wala haipendezi. Kanisa la Mungu sio isaidii. Hiyo haifai na haisaidii. Ona hauna Roho Mtakatifu kweli, lakini wewe mtaka Roho Mtakatifu. Hizi ni nyakati za mwisho, ni nyakati za hatari. Na kama Biblia inasema kwamba sina Roho wa Kristo, huyo sio wake, wewe utakuwa wapi sasa? Na umekuwa ni mtu unayeendelea kuja kanisani na si neno. Njoo kanisani ili uweze kusikia. Hatuwezi kufanya kitu chochote. Mstari ule wa 29 kwenye ile Yoeli sura ya 2 ilisema atamimina Roho wake juu ya watumishi wake wanaume na nane na wanawake. Si ndio hapo hivi? Kwa maana ya kwamba hao watumishi wa Mungu hao, wanaume hao na wanawake hao, ina maana kwamba Mungu pia anataka nguvu za Roho Mtakatifu ziwepo pale kumsaidia wewe mtumishi.
hatuwezi kabisa kufanya kitu chochote bila Roho Mtakatifu. Hiyo ndio habari mimi ninayoileta kwetu leo, kwamba Roho Mtakatifu atusaidie, tumpe ushirikiano Roho Mtakatifu, tumpe nafasi Roho Mtakatifu. Sura ya 3 mstari wa 20 wa kitabu cha Ufunuo anasema mimi nabisha. Ni Mungu anasema hivyo. Ufunuo sura ya 3:21 anasema nasimama mlangoni nabisha, na mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, anasema yeye ataingia, atashirikiana nasi. Kwa hiyo kanisa la Bwana, niseme hivi, hatuwezi kuwa tunasikia haya maneno ya Mungu kila leo kila mara na kuyaona ndio yale maneno ya Mungu na kuyafurahia kwa wakati ule alafu tunaondoka. Kitu kinachohitajika kwetu leo, ninakuomba wewe ambaye huna Roho Mtakatifu na hujai kunena kwa lugha, Mungu akujalie upokee hiki kipawa. Ukipokea kipawa hiki cha Roho Mtakatifu, kitakusaidia wewe kushinda dhambi. Ukipokea kipawa hiki cha Roho Mtakatifu, kwanza utaweza kuishi maisha matakatifu. Utaweza kuishi maisha matakatifu. Utaweza kuishi maisha ya ushindi. Ndio lengo na ndio kusudi. Kinachohitajika kwetu ni kuamini na kumwendea Mungu kwa imani. Tumwendee Mungu kwa imani kama anavyosema katika Waebrania 11 na mstari wa 6. Naomba unisaidie kusoma Waebrania 11 mstari wa 6. Anasema hivyo katika kitabu hiki. Mtu anayemwendea Mungu lazima aamini kwamba yeye yupo na anawapa thawabu wale wanaomtafuta. Bwana Yesu atusaidie kanisa la Bwana. Amen. Waebrania sura ya 11 mstari wa 6 linasema, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Kwa maana mtu amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba yeye yupo na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Kabisa, asante sana mtumishi wa Mungu Dogo. Tunapokuja hapa lengo letu tumekuja kweli tumwabudu Mungu. Lakini tunapokuja hapa kumwabudu Mungu, ninakuja kumwabudu Mungu kwa imani. Nimesema hivi. Lakini pia kama mshirika, ni lazima nipate nafasi wa kuiombea ibada yangu. Ni lazima nipate nafasi ya kuombea viongozi wangu, watumishi wa Mungu, kanisa la Mungu, washirika wenzangu. Hiyo inanipelekea mimi kuwa na ushirika mahali fulani. Sasa wakati ninapokuwa katika hali ya uhitaji, kwa mfano kama hiki ambacho tunazungumzia sasa, kuna mambo mengi mbalimbali ambayo tunaonekana kupungukiwa nayo. Manake wewe kama Mkristo wa kanisa hili kwa miaka kadhaa tu sasa, hata ningekuuliza wewe ni nani, wewe una talent gani, wewe kipawa chako ni kipi, utakuja kuniambia. Utaona mwenyewe. Mungu atusaidie kanisa la Bwana. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Wewe umekaa hapa, ni miaka sijui mingapi, mimi ni mwaka wa 15 hapa bila shaka. Na ndio inasema hata nikikuuliza Mungu amekupa kipawa gani, unaweza wakati mwingine usielewe. Si ni kweli? Huko tu kanisani hapo unakuja unabarikiwa sawa, haya unaondoka unaenda, lakini hujawahi kujua wewe ni nani. Wewe Mungu amekupa nini? Hapa mwalimu sijui ni mchungaji alikuwa na pamoja na viongozi wa kwaya. Hapo alikuwa anahamasisha watu kujiunga angalau kwenye kwaya. Kanisani hapa hauna huduma yoyote unayofanya, lakini ni vizuri kujiunga angalau kwenye kwaya, kwa sababu kwenye kwaya, kwa kupitia kwaya kuna mambo ya kihuduma na ya kiroho yanayofanyika pale, na yatakusaidia wewe kutumika hapo, na itakuwa ni hatua hiyo. Mara nyingine nilisema pia kule nyuma, ni hatua inayokuwezesha kwenda kwenye hatua nyingine. Kanisa la Bwana, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa usikae kanisani tu bila kuwa na kitu chochote cha kufanya. Na ni pamoja na kuwa na uhitaji wa kuombea kipawa, ombea ile nafasi ambayo Mungu amekupa wewe kama mshirika, kama mwaminio ndani ya kanisa. Usikubali kukaa hivi. Sisi tunapokuja hapa Biblia inasema mtu anayemwendea Mungu lazima aamini kwamba yeye yupo, sio jamani? Lazima tuamini kwamba yeye yupo. Na sisi tu kwamba tunaamini kwamba yupo, lakini tunaamini yupo na anasikia maombi yetu.
Katika Mathayo 7:7 na 8 inasema ombeni. Na tuna mambo mengi ya kuomba, mengi kabisa. Na anasema tunapoomba kwa imani, yeye anatupatia. Sasa nakuomba na nakukumbusha, na mimi pia, hatuoni umuhimu, kila mmoja wetu hapa, hatuoni umuhimu wa kumtaka Roho Mtakatifu kwenye maisha yetu? Na ndio hii nikasema namna ya kupata Roho Mtakatifu tutubu. Lakini si tu kutubu, lakini tujitakase. Tuombe rehema mbele ya Mungu. Na kama ni mtu tumekaa kanisani kwa kitambo hicho chote, lakini Roho Mtakatifu unaona kabisa kwamba hujaweza kunena, kudhihirishiwa kwamba wewe ni mwaminio, mtu ambaye umezaliwa mara ya pili, na hicho kitu nitakutaka, na hicho kitu nitakutafuta. Mungu atusaidie kanisa la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Katika Luka hii tutasoma. Naomba tusome hii Luka. Nimeahidi kutumia dakika 40 tu na nitamaliza hapa. Tusome Luka 11:11 mpaka na 13. Luka, kitabu cha Luka sura ya 11 mstari wa 11 na 13. Neno la Mungu linasema, maana ni yupi kwenu aliye baba ambaye mwanawe akimwomba mkate atampa jiwe? Au samaki badala ya samaki atampa nyoka? Au akimwomba yai atampa nge? Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyenu, je, Baba aliye mbinguni hata zidi sana kuwapa Roho Mtakatifu hao waombao? Nataka huo mstari hapo wa mwisho anayesema Baba aliye mbinguni atawapa Roho Mtakatifu hao wanaomuomba. Sisi tunaomba, tunayo mengi tunayoomba, lakini kumbe Roho Mtakatifu ndiye anayetusaidia sisi kuomba. Na anasema hivyo katika kitabu cha Warumi sura ya 8 ile. Anasema kadhalika Roho naye hutusaidia nini jamani, watakatifu wa Bwana? Hutusaidia sisi kuomba, hutusaidia udhaifu wa kuchoka, hutusaidia udhaifu wa kukata tamaa, hutusaidia udhaifu wa kila namna, ili kusudi Roho Mtakatifu atuwasilishe mbele ya Mungu. Basi tumtake Roho Mtakatifu. Na mtu anayemwendea Mungu kumuomba hicho kipawa cha thamani, kipawa kikuu hicho namna hiyo. Nilisafiri siku nyingi. Na nilipokuwa nimesafiri, niliacha pochi kwenye mlango wa choo. Wacha pochi kwenye mlango wa choo, na pochi kadogo kidogo pale kama kwenye hiyo pochi kuna simu na kuna vikorokoro vingine na mihela kidogo vilikuwepo. Nikatundika hapo kwenye mlango wa choo, nikajisaidia, nikamaliza, nikatoka haraka kwa sababu nilisikia wanasema wale usijui dakika ngapi zimebaki, dakika ngapi. Nikachoka, nikakimbia. Nikaacha pochi yangu kwenye nini? Kwenye mlango wa nyuma pale, nikakimbilia. Sasa siku hiyo nakumbuka ilikuwa ni siku ya kula, na sikuweza kula mchana wala jana, nilikuwa sijakula. Lakini nikasema ngoja nitaenda kuchukua wali wa maharage pale. Kwa hiyo nikawahi kwenye wali wa maharage. Nikachukua wali wa maharage, nikaniwekea kwenye ile, nikakimbilia kwenye gari. Na gari kaondoka. Kwa hiyo tumeshasafiri kama nusu saa. Inaenda dakika 45 karibu saa. Nikasikia dereva anapigiwa simu. Mimi naendelea na wali wangu wa maharage, tena ndio tu nimeanza. Kwa hiyo dereva anaulizwa, kwenye gari lako huko kuna mtu ambaye ameacha kula chakula? Na dereva anasema sijui. Ngoja niulizie. Mimi niko kwa nyuma ya dereva kabisa. Dereva anauliza, jamani, mbona anauliza kuna mtu ameacha kula chakula? Na watu wote wanasema hamna. Akauliza tena, niko hapa nyumbani. Akauliza mara ya pili, kuna mtu ameacha? Nikuja kwa nasema mimi nilikuwa nimeshika ile simu ile atekea wewe shiki yake. Nikasema Mungu wangu, mimi huu wali wa maharage nimebeba. Mpaka kabla kuacha nikatupa
mama askofu aliniambia, "Kuwa mwangalifu usipoteze hii tena." Maana nimeshapoteza siku 3. Nikamwambia dereva nishushe hapa niende nikachukue simu yangu. Na ananiambia utashuka hapa katikati ya msitu kule, sasa utashukaje hapa? Utaenda kuchukuaje msitu? Lakini kwenye ile sehemu niliyoingia ilikuwa ni sehemu private kidogo, na ndio ajabu sana nishangaa. Aliingia lazima alikuwa ni mtu aliyookoka pale. Lazima kwa vyovyote. Hawezi kuchukua pochi kama ilivyo bila kusearch ndani na viela vilivyokuwepo na misimu. Eti ni mtu wa kawaida hivi. Aende ipeleke kwa manager wa gari, manager wa hoteli, amwambie kuna mtu amesahau. Hivi hiyo ni kawaida? Nikasema hapa nilikuwa naenda kufanya kazi ya Mungu, wala sio naenda kucheza. Na Mungu tu kwa huruma yake na kwa rehema zake akaamua kunihurumia. Kwa sababu ninaenda kufundisha, ninaenda kuongoza, ninaenda kuelekeza watu kule mambo ya Mungu. Alafu niende na huzuni. Hivi Mungu anaruhusu hiyo? Mungu hataruhusu hiyo. Ila ninasema hivi, si kwa haki yangu. Mungu asifiwe jamani. Huyu Roho Mtakatifu aliye Mungu ambaye yuko kila mahali, ana nguvu za kutusaidia. Yule dereva akamwagiza mtu wa gari lingine, akamwambia tafadhali hiyo pochi iweke kwenye gari fulani. Mwenye pochi hii anaisubiri mpaka atakapoipata. Kwa hiyo nikakusubiri, ikasafirishwa na basi lingine mpaka pochi kanikuta. Kwa hiyo nasema tu kweli kwa moyo wenye nia ya kimungu. Na nikasema mimi kama mhubiri na mengi ya kusema mengi tu. Lakini nikasema jamani, kama Mungu anasema nasi mara kwa mara jambo lile, kwa nini tusichukue hatua jamani, kanisa la Bwana? Unaonaje wewe ni Mkristo kwa kanisani hapa miaka yote tangu umekuwa ukija hapa miaka mingapi? Lakini sasa unataka kuchukua hatua. Hebu na mmoja nani aje akakunywesha hiyo ndani Roho Mtakatifu? Ni mchungaji Matao ndio aje akunyeshe wala hata kidogo. Lakini kwa nini uonyeshe kujali? Kwa nini uonyeshe kupenda hiyo? Sasa hiyo zawadi kubwa namna hii ambayo Mungu ametupa ya bure tu, hatuifanyii hata kazi. Yaani hata huwezi kuelezea thamani na faida ya Roho Mtakatifu kwenye maisha. Lakini kasema wale watu walikaa pamoja kwa umoja. Lao lilikuwa hili moja, walimtii Mungu. Kwa nini roho ya utii sisi kwa Mungu hatuna? Na tutafute hii. Roho Mtakatifu ana kazi kubwa mno katika maisha yetu sisi kama waaminio. Kazi ya Roho Mtakatifu haitafsiriki katika maisha ya waaminio. Huwezi kuwa na roho ya usafi na utakatifu, huwezi kuwa na roho ya hofu ya Mungu, una Roho Mtakatifu. Utaendelea kuja hapa kwenye kanisa la Pentecoste hapa, maana hii itakwenda kufanyika kuwa kama dini. Halafu huko unaendelea kutenda dhambi, lakini unaendelea kuja hapa. Kwa sababu kuna kitu kinachokuzuia, kuna kitu kinachokuhukumu. Roho Mtakatifu anatusaidia. Anatusaidia udhaifu wetu. Anatuwezesha kuyafanya yale ambayo kwa akili zetu kama binadamu tunashindwa. Kuna ile asili. Kushughulika na zile asili zetu, kutuondolea ule udhaifu wetu wa asili. Tabia za asili. Sasa maandiko mimi sina mengi tena sasa hapa. Lakini mambo yatatokea katika maisha yako ikiwa utamruhusu Roho Mtakatifu. Ni kwamba utasema kwa lugha nyingine. Ukiweza kuomba kwa lugha ya Roho Mtakatifu hata kama hujui tafsiri, lakini unaomba kwa hiyo lugha. Unaimarisha mahusiano yako na Mungu, lakini pia Roho Mtakatifu anachukua nafasi ya kukuombea. Sio hivyo tu, unapata nguvu. Unapokea nguvu ya kumshinda adui. Mpaka siku tutakapoondoka hapa duniani, vita ipo tu. Na shetani anachokitafuta kwako ni uhai. Uhai, kwanza wewe ni mradi tu kwanza una jina la Yesu ndani, tayari wewe ni mtabishaji wa shetani. Na akikuangalia una nembo ya jina la Yesu, wewe una muhuri, ni mtu uliyepigwa muhuri. Yote aliyeokoka, aliyemwamini Yesu Kristo
ana muhuri kwamba huyu ni mali ya nani? Ni mali ya Mungu. Kwa hiyo sasa nini kiko hapo? Wewe kila wakati, kila mara wewe ni adui wa adui yako Shetani. Huyu Mungu anayetupenda namna hii, asiyetaka hata mmoja wetu apotee, anataka tufanye huduma zetu kwa utashi wa Roho Mtakatifu. Tufanye huduma zetu, tuishi maisha ya utaua, ya utakatifu wa kweli, wa kumtambua Mungu na kuwatambua watumishi wake na kuwapa heshima stahiki. Nasemaje? Hata maisha yako ya kule nyumbani, wewe unayenielewa utanielewa. Hata maisha yetu ya kule nyumbani, kuna mahali hatumhitaji Roho Mtakatifu jameni. Maisha tu haya ya kawaida, sisi tunamhitaji Roho Mtakatifu. Wakati mwingine unaweza ulisahau kuweka kitu fulani mahali fulani. Hatuone umuhimu wa kupata Roho Mtakatifu, utishiki kama mtu wa dini miaka yote, yani miaka yote. Halafu unakuja kanisa la Pentecoste, halafu unaimba kama mtu wa dini, utaki kuimba kama Pentecoste. Pentecoste kiimba wimbo mmoja tu tayari 2 3 zimezidi, ameshafika kwenye mbingu. Wangapi wameelewa hiyo? Mara nyingine na washauri waimbaji, rafiki yangu mama anambia mpate nafasi ya kufunga na kuomba. Alikuwa mwenyekiti wa kwaya kipindi hicho. Pate nafasi ya kufunga na kuomba. Wote wakina nani wale Jehova ni Goodness wale, na washauri pia, kama ni watu mnaopata nafasi ya kufunga na kuomba na kumtafuta Mungu, kila mtu amekusudia ndani ya roho yake, kila mtu anania muone Mungu kwenye maisha yake. Na hili ni kanisa lote, kwamba sisi tuishi kama watu tuliookoka, tuweze kumuomba Mungu atusaidie, tuishi kila mtu kwa mahali pake. Tukija hapa ni kishindo, ni kishindo na kuambia. Wakati mwingine hata mhubiri, mchungaji kama nimeshukuru, unaweza kujikuta hata ukikosa kuhubiri. Sasa Roho Mtakatifu amekusha kupita, ameshafanya nini? Ameshafanya kazi yake. Sasa kila mtu alijitoa. Asante sana kusikiliza na Mungu akubariki.